Bwana, ni Jumapili nyingine tena kama kawaida. Karibu sana kwa wewe ambaye kwanza unaitazama channel ya PM Online. Kubwa zaidi ni kuambie tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa hiyo alama kengele ili uwe mtu wa kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Yapo mengi ambayo yanaendelea kuingia, yapo mengi ambayo yanaendelea kutokea kunako viunga mbalimbali vya soka, lakini kubwa zaidi ambalo linazungumzwa na kile ambacho kinaendelea kunako viunga vya Msimbazi. Mabosi bado yanaendelea kuvutana, lakini pia hatma ya kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo bado ni kizungumkuti. Tulishuhudia matamko mbalimbali, lakini pia maandiko ambayo yamekuwa yakiandikwa na Ahmed Ally kupitia ukurasa wake wa Instagram akisema huu ni mchezo wa mwisho wa nyumbani ambao Simba inaenda kucheza leo, lakini pia wengine wakitafsiri kwamba huenda ndio mchezo wa mwisho wa ligi ambao Simba ndio inaenda kuendea kwa siku ya leo. Lakini kubwa zaidi bado hatujapokea tamko rasmi kwa kuwa Simba wamekuwa kimya kweli kweli, na kimya chao kimekuwa na mshindo, kwani kuna taarifa za ndani ambazo zimekuwa zikitoka zikieleza baadhi ya mambo ambayo yanaendelea huko, sio madogo, ni mambo mazito kweli kweli. Na leo kuna habari za kushtua ambazo zimeweza kuibuka zikieleza kuwa mmoja wa viongozi wakuu wa klabu hiyo ameweza kujiuzulu ghafla, huku sababu za kujiuzulu kwake zikihusishwa na mgogoro huu ambao nimekuwa nikikwambia wa ndani wa viongozi wa Simba. Na tukio hili limetokea zikiwa zimesalia siku chache. Unajua leo ni Jumapili, kuna Jumatatu na Jumanne tu kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo wa kihistoria, mchezo ambao umekuwa ukivuta hisia za watu wengi kutoka kila pande ya Afrika, lakini pia kila kona ya Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Kila mtu amekuwa akitamani kujua ni kitu gani ambacho kinaweza kutokea, lakini pia akisikilizia matokeo. Ni matokeo ambayo yamekuwa yakiamua watu fulani walie, watu fulani wacheke, lakini pia utani wa jadi uendelee kutia mambo yake. Sasa taarifa za kuaminika zinaeleza kuwa kiongozi huyo ambaye jina lake bado limewekwa kwa siri kwa sababu ambazo zisizotajwa amefikia uamuzi huo baada ya kile kinachodaiwa kuwa ni hali ya kutokuelewana na viongozi kutokuelewana miongoni mwa viongozi wa juu wa klabu hiyo ya Simba. Chanzo kimoja kimetuambia kuwa mvutano huo ni wa kimkakati kuhusu maandalizi ya mechi hiyo kubwa, na masuala ya kiutendaji ndani ya klabu ni miongoni mwa sababu ambazo zimepelekea tukio hilo la kushtusha na la kuhuzunisha kuweza kutokea kunako viunga vya Msimbazi. Mambo ni mengi kwelikweli kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo, na tutaendelea kushuhudia mambo makubwa yakiendelea kutokea. Na nikukumbushe tu kwamba weekend hapa kuna kiongozi ambaye ni kipenzi cha bosi wa Msimbazi, ni kipenzi cha Mo Dewji na ni kipenzi cha mashabiki wengi wa Simba, aliweza kuleft kwenye magrupu yote ya WhatsApp yanayohusu klabu ya Simba, hasa yale ambayo mkubwa wake, yani ile magrupu yote ambayo mkubwa wake wa kazi yupo pia kalefti, magrupu ya wanachama kalefti, magrupu ya viongozi wa Simba kalefti. Hataki kujihusisha na chochote kuhusiana na Simba, hasa baada ya uamuzi wa kukubali kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo tarehe 25 mwezi huu wa 6 mwaka 2025 na kukataa kusimamia msimamo wao ambao walisema hawatocheza mchezo wote wa dabi ya Kariakoo nje na ule mchezo ambao ulipangwa tarehe 16 mwezi huu ambao ni weekend iliyopita ndio ulipaswa uchezwe. So tuendelee kusubiri na tuone ni kitu gani ambacho kitakuwa kinaendelea kunako viunga vya Msimbazi, na mimi pia nitakuwa nahakikisha na kusogezea hapa ujue ni mtu gani na kwa nini jambo hili limeweza kutokea. Till next time.